Na tuangazie sasa hali ya utekelezaji wa haki za binadamu nchini. Kwa mujibu wa ripoti ambayo imetolewa na kituo cha sheria na haki za binadamu LHRC, ripoti imeonyesha mambo mengi, lakini inaonyesha kwamba kumekuwa na ukiukwaji wa haki za binadamu na watoto wakiendelea kuwa waathirika wakuu wa vitendo vya ukiukwaji wa haki za binadamu kwa asilimia 41, kama ilivyokuwa mwaka 2023 ambapo asilimia 47 ya waathirika walikuwa ni watoto. Na ripoti hii imeeleza mambo mengi mengine ambayo tutayaangazia hapa, namna ambavyo haki za binadamu zilifuatwa kwa mwaka 2024. Na katika kufanya uchambuzi wa yaliyojiri katika ripoti hiyo, tunaye Fundi Kila Wazambi ambaye ni mratibu wa utafiti kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu. Karibu sana Wazambi. Asante sana. Na Mercy, nimejaribu kueleza hapo kidogo, lakini unaweza ukatupitisha sasa kwenye baadhi ya maeneo ambayo ripoti hii imeainisha. Tuangalie kwa upande wa takwimu zinazungumza nini katika ripoti hii. Kwanza tuangalie hii ni ripoti ya haki za binadamu Tanzania kwa mwaka 2024. Kwa ufupi, ripoti hii inaeleza yafuatayo. Kwanza ni hali ya haki za binadamu imezorota kidogo kwa mwaka 2024 ikilinganishwa kwa mwaka 2023, lakini ukiukwaji mkubwa zaidi ulitokea katika haki za kiraia pamoja na haki za kisiasa. Watoto 40% na wanawake 29% ndio walioathirika zaidi. Matukio ya mauaji ya wenza, utekaji, vurugu za kimtandao na ukatili wa kijinsia vilitawala zaidi. Tuangalie eneo jingine ambapo tuangalie haki zilizokiukwa zaidi nchini kwa mwaka 2024. Ya kwanza ni ukamataji kinyume na sheria. Pili ni haki ya kuishi. Tatu ni haki ya usawa mbele ya sheria. Kuna haki ya kushiriki katika utawala, haki ya uhuru na usalama binafsi, na haki ya uhuru dhidi ya ukatili. Ni haki ambazo zimekiukwa zaidi nchini kwa mwaka 2024. Ukatili wa kijinsia, tuangalie eneo hili. Maeneo ambayo yamekiukwa zaidi ni ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili, ukatili wa kisaikolojia na ukatili wa kiuchumi. Na hapo kwenye hilo neno kijinsia, tumuombe radhi mtazamaji wetu, ni kijinsia. Akiona kidogo aliandika kidogo kakosea. Sawa. Lakini ukatili dhidi ya makundi maalum. Wanawake wanaokumbana zaidi na ukatili wa kimwili kwa upande wa wanawake. Lakini watoto wao wamekuwa kukutana zaidi na ukatili wa kingono, ulawiti na ubakaji pamoja na vipigo. Kwa upande wa watu wenye ulemavu wao wamekuwa kukutana na ukatili wa kimwili na kisaikolojia. Kwa upande wa wazee wao wamekuwa kukutana na ukatili wa kimwili, kingono na kisaikolojia. Ndio maeneo ambayo yameainishwa kwa ufupi katika ripoti hii. Haya, sasa tuanze uchambuzi wetu kwa kuangalia tukupata tu muhtasari wa ripoti yenyewe. Na kwa sababu pia umeshiriki kwa kiasi kikubwa, tumeona namna ambavyo mwenzetu ametupa hilo jedwali hapa na namna ambavyo mambo yalikuwa, lakini wewe unafahamu zaidi, ni kitu gani hasa ambacho unaweza kusema ni mmekigundua kwa ujumla? Na hasa ukizingatia lile lengo lenu kuu la kufanya utafiti wenyewe, unasema general objective, ni kitu gani hasa ambacho kwa ujumla mmegundua kwenye ripoti hii? Naam, kama inavyofahamika, kituo cha sheria na haki za binadamu huwa kinatoa ripoti ya haki za binadamu kila mwaka. Na utaratibu huu ulianza mwaka 2002, kwa hii ni ripoti ya 23. Na lengo kuu la kutoa ripoti hii ni kuonesha hali ya haki za binadamu nchini. Ndio. Kufuatia tathmini ambayo kituo inakuwa imefanya kwa mwaka mzima kuanzia Januari mpaka Disemba mwaka husika, kwa ripoti hii ikiwa ni ya 2024. Na ripoti hii inaangazia pande zote mbili za muungano. Sehemu ya kwanza imeangazia upande wa Tanzania bara, sehemu ya pili imeangazia upande wa Zanzibar. Na kwa ujumla kama ambavyo imeonyeshwa kwenye takwimu, kwa mwaka 2024 hali ilizorota kulinganisha na 2023, na hii ilitokana zaidi na ukiukwaji wa haki kuu 5. Ya kwanza kabisa ilikuwa ni haki ya kuishi. Haki ya kuishi, tukiangalia kwa mara tunapofanya tathmini ya matukio ya ukiukwaji wa haki za binadamu, tunaweza kuangalia wingi wa matukio, lakini pia tunaangalia ukubwa au kwa kimombo nasema severity ya yale matukio. Sasa tukiangalia kwa wingi,
ingekuwa uhuru dhidi ya ukatili ikiongoza. Matukio ya ukatili ndio mengi sana, ukiangalia matukio peke yake hayo yanaweza kuongoza, lakini ukiangalia ukatili wa namna gani unaozungumzia? Vitendo mbalimbali vya ukatili, hasa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto. Kama ilivyoonyeshwa pale, kuna aina nne za ukatili, ikiwemo ukatili wa kingono, ukatili wa kimwili, ukatili wa kisaikolojia na ukatili wa kiuchumi. Kwa hiyo kwa upande mwingine ukiangalia sasa kwa ukubwa wa matukio, haki ya kuishi ndio ambayo imekiukwa zaidi kuliko haki zote, na tukumbuke hii ndio haki ya msingi kuliko zote. Bila kuanza na kuishi hatuwezi kutekeleza haki zetu nyingine, na mimi kila siku wanasisitiza haki za binadamu ni maisha yetu ya kila siku. Hata tulipokaa hapa tunazungumza pia ni swala la haki za binadamu. Mimi natekeleza uhuru wangu wa kujieleza, hususan uhuru wa kutoa maoni, na nyinyi watu wa habari, haki mnaoifanyia kazi moja kwa moja pia ni uhuru wa kujieleza, hususan uhuru wa vyombo vya habari. Kwa hiyo haki ya kuishi, sasa matukio ya mauaji yanayotokana na watu kuchukulia sheria mkononi imeendelea kuwa ni changamoto kubwa. Hawa tunaita wananchi wale wenye hasira kali, na ni changamoto sana hii. Sisi tuliwahi almanusura siku moja tupoteze mfanyakazi mwenzetu mmoja kwa sababu hii. Alikuwa pale Mwenge, kama unaelekea Coca-Cola, akaibiwa. Ushaona mwizi anakuibia alafu anakuitia wewe mwizi. Kwa matukio kama hayo yanatokea kule Kariakoo. Ishatokeaga mwanafunzi wa Sauti aliuawa kwa kudhaniwa ni mwizi, lakini mwizi alivyokuwa anaitwa mwizi na yeye akamuitia yeye mwizi. Kwa kuna hilo swala la mauaji yanayotokana na watu kuishia sheria mkononi, lakini pia kuna changamoto kubwa ya mauaji yanayofanywa na mwenza, mauaji ya mwenza yanayofanywa na mwenza wake, ikiwemo katika muktadha wa ndoa. Pia ni changamoto. Kwa miaka miwili pekee 2024 na 2023 matukio ambayo tumeyapata ni 91, na haya ni yale ambayo yanaripotiwa. Kwa hiyo ndio watu tulisema ukatili wa kijinsia, changamoto kubwa ni ukatili wa kimwili ambao pia unapelekea paka mauaji, na unatokea zaidi ndani ya mahusiano ambao tunasema ni mwenza mmoja anakuwa anamfanyia ukatili mwenza mwingine. Kwa hiyo haki ya kuishi ya pili ilikuwa iliyokiukwa zaidi ni uhuru dhidi ya ukatili. Ya tatu ni haki ya kuwa huru na salama. Ya nne ilikuwa ni haki ya usawa mbele ya sheria. Sasa humo ndani ya usawa mbele ya sheria ndio tunakutana na maswali ya kukamataji kinyume na sheria, uwekwaji kizuizini kinyume na sheria na kadhalika. Na mwisho kabisa katika zile haki kuu tano ni haki ya kushiriki katika utawala, ambayo inajumuisha haki ya kupiga kura pamoja na haki ya kuchaguliwa katika nafasi mbalimbali za uongozi. Sawa. Tukiangalia hii ripoti inatuambia kama 47% ya waathirika ni watoto. Ndiyo. Katika nchi yetu kuna sheria zinazolinda haki za watoto. Kwa nini bado eneo hili watoto wanaendelea kuwa ndio waathirika zaidi? 41%. Ndiyo, kwa kweli 41% ya watoto, na hata mwaka jana pia watoto waliongoza kwa asilimia ya waathirika wa ukiukwaji wa haki za binadamu kwa ujumla, na kwa asilimia kubwa matukio mengi ni ukatili, aina mbalimbali za ukatili, hususan ukatili wa kingono. Matukio mengi sana ya ulawiti na ubakaji yameendelea kuripotiwa na sasa wakifanyiwa watoto. Sasa ni kwa nini hali bado inakuwa hivi, pamoja na jitihada mbalimbali ambazo zimefanyika na sisi watu wa sekta ya asasi za kiraia kufanya juhudi mbalimbali? Moja wapo ya changamoto kwanza kabisa ni upande wa jamii. Bado jamii imekumbatia masuala ya ukatili, na hili linachangiwa na ukweli kwamba matukio mengi haya ya ukatili yanafanywa na watu wa karibu na mtoto. Inaweza akawa ni ndugu, jamaa, marafiki, na ndio maana tumekuwa tukisisitiza siku hizi hali imebadilika, sio kama zamani. Hata unapokaribisha wageni nyumbani, watoto wale wasilale tusiu ni mtoto wa shangazi utalala utakuwa pamoja utakuwa salama. Hapana, ni bora hata watoto mwakusanye mleneo wenyewe wazazi chumbani kule. Hali imekuwa ni mbaya sana. Kwa hiyo unakuta kuna ile hali ya kulindana kwa sababu kitendo kimefanywa na mwanafamilia, wengine wanataka wafiche aibu zile za familia. Unakuta sasa hata wakati mwingine familia kama familia inamsahau yule mwathirika mtoto,
inaacha kutoa ushirikiano kwa mamlaka ikiwemo maafisa ustawi, endesha mashtaka, wapelelezi. Kwa hiyo unakuta kuna mkwamo huo na vitendo vinazidi kutokea. Lakini pia kumbuke tuna mpango kazi ule wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto. Ambapo tumepata mpango mpya nadhani mwaka jana. Lakini mojawapo changamoto, na hii ilionwa hata kwenye tathmini iliyofanywa na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali kuhusiana na jitihada za kupambana na ukatili, ni kutokuwepo kwa bajeti ya kutosha kwa ajili ya mapambano haya ya ukatili. Tunafahamu kwa mfano kuna zile kamati za mtakuwa pia zimekuwa zina changamoto mbalimbali. Uzuri ni kwamba ziko katika ngazi mbalimbali mpaka mtaa, kijiji, lakini ufanisi wake kwa tathmini tuliyofanya na tathmini ya mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali umekuwa upo chini kwa sababu ya changamoto mbalimbali ikiwemo za kibajeti, lakini pia swala la uratibu wa mapambano haya dhidi ya ukatili imekuwa sio mzuri sana kuanzia ngazi ya kitaifa mpaka huku chini mtaa pamoja na kijiji. Kwa tunahitaji kuboresha hapo na kuona kwamba hili swala la ukatili kulipa uzito. Mimi sidhani kama nchi tumelipa uzito ambao unastahiki. Ni changamoto kubwa sana. Haya mambo mengine yote tunasema kuna maendeleo ya vitu na maendeleo ya watu. Sasa kupambana na ukatili ndo tunaenda kule kulinda maendeleo ya watu. Tusijisahau sana kwenye maendeleo ya vitu, tukajenga taifa la watu ambao wamegubikwa na ukatili, wengine ndio hivyo matatizo haya ya afya ya akili kwa sababu ya masuala pia ya ukatili. Sasa ulizungumza kuhusiana na haki ya kuishi ndio haki ambayo imekiukwa zaidi. Na ukaainisha matukio mbalimbali ambayo yanafanyika kwenye ngazi ya jamii na ngazi ya familia ambayo yanahusisha mauaji. Lakini kumekuwa na mijadala pia kuhusiana na matukio ambayo yanakiuka haki ya kuishi ambayo yamekuwa yakifanyika yakihusishwa na masuala ya siasa. Kwenye ripoti yenu mmegundua kuna ukweli wowote kuhusu jambo hili? Kuna matukio ambayo yameripotiwa ambayo yanahusishwa pia na upande huu, ikiwemo matukio ya utekaji na watu kupotea, mengine yakiaminika kwamba yanasababishwa na au yakihusishwa na masuala ya kisiasa. Tumeweza kupokea na kukusanya baadhi ya matukio ya aina hiyo. Kwa hiyo ni kweli tuna changamoto hiyo, lakini wito ambao tumekuwa tukiutoa sasa ni kwa mamlaka husika ambao ni jeshi la polisi kuweza sasa kufanya upelelezi wa kutosha na tuweze kubaini ukweli, kwa sababu mara nyingi matukio yanakuwa yanatokea, lakini mwenye dhamana ya kuchunguza ni polisi, mwenye dhamana ya kuthibitisha pasipo na shaka ni mahakama. Kwa hiyo sisi pia tuko hapa kwa ajili ya kuhakikisha misingi hii ya haki inakuwa inazingatiwa. Kwa sababu jambo lenu ni jambo la kiutafiti. Ndio. Na tunapozungumzia utafiti ni fact, ni mambo ambayo mnakuwa na ushahidi nayo. Ndio. Kwenye utafiti wenu nyie mmepata mazingira ambayo yamewaridhisha na kuwa na ushahidi kwamba ni kweli hapa matukio namna hiyo? Ndio. Tumeweza kupata ushahidi wa kutosha, na uzuri matukio mengine yanakuwa pia yako wazi, na mengine yana mamlaka husika zinatoka zinakiri kwamba kuna tukio hili fulani kweli limetokea na tunaendelea kuchunguza. Kwa hiyo sisi tumejitahidi kufanya kazi kwa upande wetu kuweza kujiridhisha na matukio haya ambayo yanakuwa yanatokea. Sawa. Katika eneo jingine mmeangalia ukatili wa kiuchumi. Unaweza kutufafanulia kidogo hapa tunapozungumzia ukatili wa kiuchumi ni nini hasa kilichopo ndani yake? Okay, ukatili wa kiuchumi ni aina ya ukatili ambapo mtu anakuwa ananyimwa fursa fulani za kijamii na za kiuchumi. Kwa hiyo aina hii ya ukatili inajikita zaidi upande wa lile kundi la haki za kiuchumi na kijamii. Mathalan, unapomnyima mtoto wa kike fursa ya kusoma kwa sababu tu ni mtoto wa kike, huo ni ukatili wa kiuchumi. Baba anaporudi nyumbani, mama akakwapua mshahara wake wote na kutompa fursa huyu baba kufanya maamuzi kuhusiana na hizo pesa, ule ni ukatili wa kiuchumi. Hali kadhalika
Baba pia akinipa anapompoka kwa hiari kuna kina mama wengine kwa hiari, basi ni wanakuwa sawa. labda mshahara wote ilete hapa. Lakini mshahara unaenda kufanyia isiwe nini? pia ni kwa ulaghai. mshahara ni wa kujengea familia. Siwe pia ni kwa ulaghai. Na uzuri, tuna uzoefu wa matukio haya pia yanatokea hata kina baba. Mara nyingi ni akina mama, hususan maeneo ya vijijini. Unakuta kile kipato kikipatikana, unakuta labda ni baba amekikwapua na kwenda kuamua matumizi ya kile kipato, ikiwemo muda mwingine matumizi mabaya. Naweza nikachukua hela ya mke wangu, na muda mwingine hata tunaweza nikakulaghai, ukachukua hata vikoba, mimi nikaikwapua nikaenda kufanyia vitu vyangu kinyume na makubaliano yetu. Kwa hiyo ni ukatili pia wa kiuchumi. Unapomnyima mwanamke na mtoto wa kike haki ya kurithi mali, pia huo ni ukatili wa kiuchumi. Na sasa hivi kuna kasumba ya kuwasingizia wazee ni wachawi ili kuchukua mali zao. Pia huo ni ukatili wa kiuchumi dhidi ya hawa wazee. Maana tumeona pia hayo maswala upande wa utafiti zetu kwamba kwa mfano kwenye haki kuishi pia mojawapo ya changamoto kubwa ni mauaji yanayotokana na imani za kishirikina, na waathirika wakuu wamekuwa ni wazee, hususan wazee wanawake. Lakini tumegundua muda mwingine hii inatumika kama kisingizio ili kuweza kuchukua zile mali zao. Na bahati mbaya, hali imekuwa mbaya, ni kwamba muda mwingine ni mtoto wako mwenyewe ndio anataka kumaliza ili achukue zile mali ambazo unazo. Ni kama vile anaona sasa huyu mzee mbona anachelewa kufa, mimi nijitanue na hizi mali. Kwa hali kwa kweli sasa hivi sio nzuri sana. Ukifikia sasa vitendo vya ukatili vinafanyiana ndugu wa karibu, ndugu, jamaa, wazazi, watoto, ni changamoto kubwa. Mmebaini nini kuhusu uelewa wa wananchi kuhusu haki zao hizi? Kwa ujumla bado kuna changamoto ya uelewa, pamoja na jitihada zote ambazo zimefanyika na wadau wa kiserikali na wasio wa kiserikali, ikiwemo pia upande wa hata haki za wafanyakazi, kwa sababu karibia kila mwaka au baada ya miaka mitatu tunafanya tathmini ya uelewa, lakini unaona bado uelewa unakuwa uko chini. Hata ukimwambia kama mfanyakazi ataje haki zake 3 kama mfanyakazi anazozifahamu, inakuwa ni changamoto. Unakuta labda ni 1/3 tu ndo wanaweza kuzitaja, na wengine wanachanganya haki na wajibu. Kwa hiyo bado nadhani sasa na sisi watu wa sekta tunatakiwa kuongeza ubunifu, labda kwa namna ya kutoa hizi elimu za masuala haya ya haki, iwe ni haki za kisheria, iwe ni haki za binadamu. Na pia wengine wanakuwa wanachanganya haki za kisheria na haki za binadamu, washindwa kugundua kwamba ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo bado kuna changamoto kubwa ya uelewa, hususan pia maeneo ya vijijini. Walau maeneo ya mijini na maeneo ambayo watu wanaweza kufikia mitandao, wanapata taarifa zaidi. Wale wanaweza kufuatilia vipindi vya televisheni na redio, inasaidia wao kupata taarifa haraka. Lakini upatikanaji wa taarifa ikiwemo za masuala haya ya haki bado inahitaji kuongeza juhudi zaidi. Sawa. Moja ya malalamiko ambayo yamekuwa yakionekana ni kwamba kwa wananchi kufahamu haki ni moja, lakini zile haki zake kuzingatiwa ni mbili. Na pale ambapo haki yake inavunjwa hakuna chochote ambacho kinafanyika. Zaidi anaishia kulalamika, nimekamatwa labda bila kuambiwa kosa langu, nimewekwa mahabusu kwa mfano labda bila kupewa nafasi ya kuwajulisha ndugu zangu, kuwapigia simu na vitu kama hivyo. Lakini hatuoni namna yote ambapo hatua zinachukuliwa kwa yule anayekuwa amemvunjia haki. Tukiachana hizi ambazo wanatendeana raia kwa raia, tunapokuja haki ambazo zinavunjwa kutoka kwa mamlaka kwenda kwa raia, ni nini ambacho nyie mnakifanya hapa, na hii ni nini ambao unaweza kuwa mwarobaini wa kusaidia eneo hili? Ndio, changamoto hiyo, malalamiko na hiyo pia tumekuwa tukiyapata, lakini sisi siku zote tunajitahidi kushauri watu wafuatishe tu sheria inasema nini. Mimi nafuata sheria, lakini sasa baadhi ya mamlaka zinakuwa hazifuati hizo sheria na zinanivunjia ile haki. Mimi nafanya nini? Sheria pia inajibu hilo swali, ni nini ufanye pale ambapo haki zako zimekiukwa. Utaenda kuripoti kwa mamlaka husika, kama ni swala la jinai, kama kwa mfano unahisi kwamba polisi hawajakutendea haki, unaenda kufungua jalada kwa nani? Polisi, unadhani hiyo ni njia sahihi ya kuitafuta haki? Kuna changamoto hapa, lakini bado tunawashauri watu kufanya hivyo, hata kama ni polisi
kwa mfano amekupiga, nenda kashitaki pale pale kwenye kile kituo au niende kituo kingine, kama ni hicho kipo karibu, kama ni kwingine. Lakini pia kwa kuona kwa kuona hiyo changamoto kwa kuona hiyo changamoto kwamba kesi ya nyani umpelekee nyani, ndio maana tumekuwa tukipendekeza kiundwe chombo maalum ambacho kitakuwa kinajitegemea, ambacho wananchi wataweza kupeleka malalamiko yao kuhusiana na vitendo vya ukiukwaji wa haki vinavyofanywa na maafisa wa dola. Kwa kimombo tunasema independent civilian police au law enforcement oversight body. Kwa kuna chombo ambacho ni huru, ambacho mwananchi atakuwa na utayari, ataona ni rahisi kwake kwenda kutoa malalamiko yake. Pia katika hali ya kawaida ndio kuna nchi zimefanikiwa katika hili. Kenya waliunda chombo kama hiko, Afrika Kusini pia waliunda. Kuona sisi tushapendekeza, tunaweza tukaangalia, tunafahamu kwamba muktadha ni tofauti, lakini tunaweza tukaangalia kwa muktadha wetu namna gani tunaweza tukaunda chombo kama hicho. Nilisikia kulikuwa kuna pendekezo kwamba hiyo kazi pia inaweza ikafanywa na Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora. Ni sawa, lakini sisi tunaona tume tayari ina kazi nyingi sana. Yaani hiki ni kiwe chombo, sababu malalamiko haya yamekuwa ni mengi, kiwepo tu chombo cha kipekee na bado tume of course iko chini ya serikali. Kwa bado kuna watu wanaweza kuona hapa naweza nisiwe huru sana kufunguka kile ambacho nimefanywa. Lakini tukiwa tuna chombo ambacho ni huru, itakuwa rahisi hata kwa wananchi kwenda kuripoti. Kama ni polisi kanifanyia hivi, ni hakimu fulani kaniomba rushwa, anakwamisha kesi yangu, kuna mwandishi mashtaka fulani amenitishia na vitu kama hivyo. Kuna yale matukio ya mauaji yanayofanywa na maafisa wa vyombo vya dola, huko ndio ni rahisi zaidi watu kuweza kuripoti. Alafu wale sasa ndo wataenda kufanya kazi na mamlaka husika za serikali kuhakikisha huyu mtu anaweza kupata haki yake. Lakini kuna vikwazo vingi bado kwenye upatikanaji wa haki, na tumeviainisha pia kwenye ripoti zetu. Wakati mwingine haki ya sasa upande wa haki jinai inakuwa inachelewa, labda uchunguzi au upelelezi umechelewa. Muda mwingine kuna malalamiko ya vitendo vya rushwa katika huo mchakato wote. Kuna changamoto pia ya gharama za uwakilishi, pamoja na kwamba bado kuna huduma hizi za msaada wa kisheria, lakini na zenyewe imeonekana hazijitoshelezi bado. Kuna vikwazo kama hivyo, muda mwingine vinawakatisha watu tamaa. Lakini hatua ya kwanza ni kufahamu haki yako. Hatua ya pili pia na wewe uko tayari kuipigania haki yako kwa kutumia njia mbalimbali. Usikate tamaa moja kwa moja. Una vitu vingine unaweza kukuta hata umeiandikia mamlaka fulani na ikaweza kuchukua hatua kulingana na taratibu ambazo zipo kisheria na katika miongozo yao. Na ripoti kama hizi mkishazitoa mnazipeleka wapi kwa ajili ya utekelezaji? Ripoti hizi huwa tunazipeleka sehemu mbalimbali, ikiwemo kwa wale ambao wana dhamana ya kubadilisha hali upande wa serikali na mamlaka zake mbalimbali. Lakini pia tunazipeleka kwa wanajamii waweze kuelewa hali ilivyo. Muda mwingine pia kuweza kuchukua tahadhari, mfano ya masuala ya ukatili, kwa sababu kama ilivyo upande wa TAKUKURU, sisi tunaamini katika kuzuia na kupambana, vyote viwili. Kwa hiyo tukiweza kutoa pia taarifa, inakuwa ni kama onyo fulani, watu waone namna gani sasa ya kuongeza juhudi, namna gani ya kuzuia kama ni vitendo vya ukatili au kuongeza ulinzi kwa watoto mathalani katika ngazi ya familia na vitu kama hivyo. Kwa tunapeleka kwa wadau mbalimbali kulingana na mapendekezo ambayo tunakuwa tumeyatoa. Kama ni masuala ya biashara na haki za binadamu, lazima pia tufike upande wa makampuni kueleza kile ambacho tumekiona na nini ambacho natakiwa wakifanye ili kuweza kuimarisha hali nzima ya haki za binadamu. Walemavu na wazee tunaona ukatili wa kisaikolojia kwao umezidi zaidi. Ni nini kipo hapa? Changamoto kubwa, tukianza na kundi la watu wenye ulemavu, kwanza ni unyanyapaa na ubaguzi, ikiwemo kubaguliwa pia. Kwa mfano katika soko la ajira, wamekuwa wakionekana kama vile hawawezi kufanya kazi, hawapewi hata nafasi ya kuweza kujitetea kwamba wanaweza wakafanya kazi. Kwa kuna changamoto hiyo, pamoja na sheria ile ya watu wenye ulemavu ya 2010 kuelezea wazi kwamba wasibaguliwe,
na kama ni kwenye kampuni walau kama kuna wafanyakazi zaidi ya 25 walau 3% wawe ni watu wenye ulemavu. Utekelezaji pia wa sheria umekuwa ni changamoto. Kwa wana changamoto hiyo ya kunyanyapaliwa, kubaguliwa katika sekta mbalimbali, kufanyiwa vitendo vya ukatili ikiwemo ukatili huo sasa wa kisaikolojia, kutukanwa, kudharauliwa, kutoheshimiwa. Lakini pia hata na wao wako katika hatari zaidi pia sasa watu wenye ulemavu, wanawake na wasichana kufanyiwa vitendo pia vya ukatili. Mahospitali huko kuna malalamiko yamekuwa yakitoka kwa wanawake wajawazito ambao wana ulemavu, kutolewa kauli ambazo sio na wauguzi. Sasa na wewe nawe ujionee huruma na hali yako, tena umeshika ujauzito. Yani ni kama unasutwa vile kwamba wewe ulikuwa hauna haki ya kuanzisha familia, kupata mtoto, kwamba ujionee huruma kwa hali yako ilivyo ya ulemavu, usishike ujauzito. Kuna hizo changamoto wanazopata wazee pia. Hapo natamani sana kujua ukatili wa kisaikolojia unaweza ukafanywa kwa wazee. Maana wazee wao tunawatania sana, kumbe unawezekana kama unamtania. Ndio. Sasa kama unafanya matani, kumbe unamfanyia ukatili huo wa kisaikolojia, kufanyiwa matusi, pia kutelekezwa. Kimombo tunasema neglect, pia ni changamoto kwa wazee. Tunawatelekeza sana wazee, hususan sisi watoto tunatakiwa tuwakumbuke. Kuna nchi kama China, wao walitunga sheria, yani ni lazima umpatie mzee wako kila mwezi kiasi fulani cha fedha, na ni lazima isipite miezi 3 haujaonana naye uso kwa uso. Kama unafanya kazi Mbeya huko Dar es Salaam, utatakiwa ufunge safari kumuona mzee, na usipofanya hivyo ni kosa la jinai. Kwa sisi pia tumekuwa tunapiga sana tupate sheria mahususi kwa ajili ya kuwalinda wazee. Asilimia fulani hiyo inaenda moja kwa moja tu kwa mzee. Yani kama ambavyo sasa hivi tunasema usipopeleka matunzo ya mtoto asome na nini ni watu wastawi wa jamii wanakukaa ni kosa kisheria. Basi iwe kosa pia na sasa meza ikibadilika, huyu mtoto naye asipomtunza mzee pia iwe ni kosa. Yani sisi inabidi tushikane mashati. Kama mzazi anakutunza wewe kisheria, na wewe ulazimike umtunze yeye kisheria. Kwa sababu ni lazima akupeleke shule. Lazima akupe mahitaji yako. Sasa kwa nini wewe sio lazima? Ni wajibu kisheria na umewekwa wazi kwenye sheria ya mtoto ya mwaka 2009 kama ilivyofanywa marekebisho miaka mbalimbali. Kwa mimi nadhani tuje na hii sheria na sisi, kwa sababu kitu kibaya zaidi ni kwamba pamoja na wazee kusauliwa na watoto wao, bado tena hao watoto wanazaa watoto na kwenda kuwadampu tena kwa wazee kule. Wazee wamekuwa nalalamika sana hilo swala pia. Kwa wanakuwa na mzigo juu ya mzigo. Wenzetu Zanzibar wana sheria ya kuwalinda wazee. Sisi wao wamepiga hatua kidogo, na sisi tuje, ikiwemo pia kwa wazee wa kule wanapata pensheni ya kila mwezi. Sisi huku ulifanyika utafiti na tume ya marekebisho ya sheria kipindi fulani, ukaonesha kwamba hilo pia na sisi linawezekana, kwamba wazee wakaweza wakapata pensheni kila mwezi. Lakini pia sheria itakuwa inawalinda na vitendo pia vya masuala haya ya ukatili na masuala mengine mbalimbali. Wana changamoto pia sana ya kuweza kupata huduma bora za afya. Kwa hata katika sekta ya afya huko kwenye vituo vya afya, baadhi ya hospitali pia wanakuwa wananyanyapaliwa na hawapewi huduma kama ambavyo inatakiwa kwa mujibu wa sheria. Sheria zimesema wazee wapewe kipaumbele kwenye utoaji wa huduma mbalimbali, wasilipishwe baadhi ya vitu na vitu kama, lakini utekelezaji umekuwa ni changamoto. Sasa wakati mwingine pia kuna wazee wengine wanataka kuwa kama vijana. Yaani kwa mfano kuna wazee wengine wanataka Messi umuite baby. Wazee wengine ukimuita mzee hataki umuite mzee. Kwa nani mzee? Kwa hiyo kuna namna ambavyo anataka umtreat kama kijana. Ili asiathirike kisaikolojia, tufanye tu. Kwa hiyo maana tufanye hivyo. Ndio. Sasa wewe unatakiwa utekeleze wajibu wako. Yeye asipotaka utekeleze, asipopokea, hilo ni la kwake. Lakini wewe umetekeleza wajibu wako. Lakini unajua kuna ile umri ukiwa unazidi kwenda, pia wataalamu wa saikolojia wanasema akili za watu pia zinabadilika. Kuna wakati mwingine mzee tu anaweza akawa amekasirika na anakugombeza bila sababu tu, yaani amekasirika tu. Au wakati mwingine
wanasema uwezo, kuna ile negative growth ukiwa na umri mkubwa pia hata kuna wakati useme uwezo wa kufikiri na wenyewe pia unakuwa unapungua kwa kiasi fulani. Sasa katika mazingira kama hayo tunawezaje kuwasaidia wazee? Kwa sababu inakutana sasa mzee anakuwa anazungumza kama mzee, alafu kijana naye yuko pale, damu inachemka. Kwa hiyo kidogo kunakuwa na mvutano. Ndio maana kuna msemo unasema ikifika hatua kama hiyo na wewe mchukulie kama ambavyo unamchukulia mtoto. Sawa, kwamba kuna namna fulani ambavyo utamtriti mtoto, utabishana naye kihivyo na kuvutana naye sana, kwa sababu unaelewa hali ambayo anayo. Kwa ni hivyo pia, na hiyo sasa ni kitendo pia cha heshima. Kitendo cha heshima ambao pia ni haki ya msingi ya binadamu, ikiwemo pia kwa upande wa wazee. Sawa sawa. Na kwenye haya makundi maalumu tumeangalia hapa, sioni kundi la wanaume. Kuna wanawake, watoto, watu wenye ulemavu na wazee. Huenda wanaume ndio wanaofanya ukatili. Kwa asilimia kubwa wanaume ndio tunafanya ukatili. Lakini sioni kundi hilo. Na ndio maana hatuko kwenye kundi maalum. Na ndio maana hata wizara, unajua kuna wizara kwa ajili ya makundi maalum. Huwezi ukatukuta kule. Lakini mimi nina wasiwasi kwamba tusipochukua jitihada za makusudi za kupambana na ukatili dhidi ya wavulana, chana hata kabla ya kufika kwa wanaume, dhidi ya wavulana. Sasa masuala ya ulawiti, kuna namna wavulana waingie kwenye umaalumu. Wavulana tayari wapo, si watoto. Wanaingia kwenye watoto. Wanaingia kama watoto, lakini inaonekana kwamba zile jitihada za kupambana na ukatili wamekuwa wakiachwa nyuma wavulana kulinganisha na wasichana. Na wavulana ni wahanga wakubwa wa masuala ya ulawiti. 80% ya matukio ya ulawiti yanayotokea waathirika ni wavulana. Sasa tusipopambana na hili tatizo, huko mbele sisi wanaume ndio tutakuwa pia kwenye kundi maalum. Ndio, tusipopambana, kwani lazima kuwekeza kupambana na ukatili dhidi ya mvulana. Tutaanza kugombaniwa mtaani. Mwisho itabidi wengine watakuwa wamepora wavulana wao. Wamepora wavulana wao. Na sasa ile kundi la wanaume kama wanaume litakuwa limepungua sana. Sasa tutaanza kuwa vulnerable. Katika masuala haya kwa ujumla, katika masuala haya ya haki za binadamu, kuna kundi ambalo limejizolewa maarufu mkubwa sana na limekuwa likitajwa kuhusika kwa kiasi kikubwa na ukiukwaji ama kuporwa kwa hizi haki mbalimbali, ikiwemo haki ya kuishi. Utasikia mtu kachukuliwa sehemu, utasikia mtu kauawa sehemu, na matukio mengine mengi. Hawa watu wanaitwa watu wasiojulikana. Mimi na Mercy pia hatuwajui. Nyele CHRC imefanikiwa kuwajua? Sasa ndio maana hata kauli mbiu yetu ni kuibuka kwa watu wasiojulikana. Bado hawajulikani, lakini tayari tunawaathirika. Yaani kwamba tunajua kabisa bwana Messi hapa amedhurika, lakini hatujui ni nani ambaye amemdhuru. Kwa fact tayari tusha establish kwamba kitendo kama ni cha ukatili, hata kwa mfano tutumie mfano wa masuala ya ukatili labda ubakaji, tunajua kabisa na imeshathibitishwa kwamba huyu mtoto au huyu binti amefanywa kitendo, ila bado tu hatujajua ni nani ambaye amekifanya hicho kitendo. Kwa hiyo imeendelea kuwa ni kasumba. Sasa ni nani wa kuwafanya wajulikane? Ni yule ambaye ana mamlaka ya kufanya upelelezi. Sasa tumjue kwamba tumeona kama lile tukio lililotokea wapi, ni Kiluvya wapi, yule baba ambaye alikuwa na mwili akawa anapongezwa kwenye mitandao ya kijamii kwamba alipambana, kwamba amepambana, yeye akasema mwili ndio umemsaidia. Mpaka watu wakasema sasa inabidi tusimsikilize sana Profesa Janabi. Mimi na ndugu yangu hapa. Umeshabebwa juu jharaka. Sasa hapo inakuwa inakinzana na anavyotuambia Profesa Janabi. Kwa hiyo unadhani na wewe unge pale ungechomoka kweli ndugu yangu? Wangelibeba labda ile kwa mbinde sana. Sina mwili kama yule. Labda tupate mwili kama huo. Lakini sisi ndio hivyo, matukio haya yanatokea, na uzuri siku hizi teknolojia ni kubwa. Vitu vya muda mwingine vinakuwa vimechukuliwa katika nani, na mamlaka pia zinakuja nakiri kweli. Na upande wa tukio lile nadhani kuna watu ambao walikamatwa. Walikamatwa na polisi kwa kuhusika na lile tukio. Kwa haya matukio yamekuwa yakileta taharuki na kufanya watu wasishe, na athiri sana haki ya kuishi na haki ya kuwa huru na salama. Ndio.
kwamba sasa muda wote labda naweza kina kitu kikanitokea nikachukuliwa na hawa ambao hawajulikani. Kwa hiyo ni mamlaka husika kimo jeshi la polisi kutusaidia kuwafanya sasa wajulikane ili watu endelee kuwa salama, kama ambavyo kwenye baadhi ya matukio wamejulikana, kama lile tukio aliofanyiwa mtoto wa Simwe Novath kule Kagera, mtoto mwenye albino ya kutekwa na nani. Tunataka kasi ya uchunguzi iongezeke, hawa ambao hajulikani pia waweze kujulikana. Asante sana Fundikira, tunashukuru kwa kujadili na sisi juu ya ripoti hii, na ripoti hii na mambo mengi hatuwezi kuimaliza kwa leo, lakini tunaweza tukaanza kuangalia baadhi ya maeneo huko siku za mbeleni. Ni Fundikira Wazambi, mratibu wa utafiti LHRC, tulikuwa tukiangalia juu ya ripoti ya ukatili ambayo imetolewa kwa mwaka 2024 iliyoangalia matukio ya mwaka 2024. Tunahitimisha hivyo kuangalia hili. Kikubwa tunaendelea kusisitizana juu ya kufahamu haki zako kama raia.